kweli ni mingi kwa sababu ni karne 10. Kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume Jike Mwasaso. Tuna karne 10. Yaani wewe utakuwepo, utaondoka, watoto wako watakuwepo, wataondoka, na wenyewe watakuwepo, wataondoka, kizazi hadi kizazi. Lakini kama ulivyosema kwamba ni miaka mingi ya kutawala na kumiliki, lakini usipotengeneza ni michache. Kwa sababu wewe ndiye ambaye umekabidhiwa, maana yake wewe ndio mwanzilishi wa ukoo mpya wa Mwansasu kwa ajili ya kumiliki na kutawala, alafu wengine ndipo wafuate mnyororo uliotengeneza wewe. Sasa wewe ukizembea kwa wakati huu, hapo kuna mtihani kwa sababu mwanzilishi, yani yule wa kwanza anatakiwa aonyeshe juhudi ya kutosha ili aweze kujenga kitu ambacho ni kikubwa sana kwa sababu hata tunapoambiwa kwamba baadhi ya koo zinarithi matatizo, ulevi, zinaa, magonjwa kutoka kwa waanzilishi. Unaona? Waanzilishi. Sasa swali la kujiuliza, wewe ambaye ni mwanzilishi, umeungana na mtumishi wa Mungu Mtume Jike Mwasaso kwa ufunuo wa ukoo mpya. Je, nini ambacho unakianzisha? Na mwanzilishi siku zote kuna gharama yake. Gharama ni lazima. Tuseme kwamba kuna njia fulani inabidi uianzishe hapo. Kuanzia labda hii matalawe iende katokezee Nzenge. Pana miti, pana visiki, pana kila kitu cha kuking'oa na miamba kutosha kabisa inyoke. Kwa hiyo kama ni mwanzilishi wewe kutawala na kumiliki, manake kuna roho ya umaskini, roho za kukataliwa na kadhalika. Manake wewe ndio inabidi uzivunje hizo roho. Ni kweli kwa sababu kama kuna roho za kukataliwa, roho ya umaskini, roho ya kutokuoa ama kuolewa, lakini roho ya kulima hauvuni. Kwenu kunakuwa ni shida njaa. Unatakiwa wewe ufanye juhudi vyovyote iwavyo. Afe kipa, afe beki, lazima ufanikiwe utengeneze msingi ambao ni mzuri kwa sababu wewe ndio chanzo, ni mwanzilishi, ni kioo kwa sababu watajiuliza aliyeanzisha ukoo mpya wa Mwansaso ni nani? Ni Yesu ambaye ni Kristo. Aliyeipokea imani ni nani? Tunakutazama wewe ambaye umeipokea imani. Je, wewe ulimiliki nini? Kama mtume anatuambia kama babu yako alimiliki baskeli na wewe kuna uwezekano mkubwa sana ukaishi kumiliki baskeli. Sasa wewe ambaye uko mpya wa Mwansaso, wewe unamiliki nini? Level yako. Ni wakati wako wewe wa kujitafakari, kujitafuta. Mtume Jike Mwasaso anasema jitafute. Kabisa. Kwa hiyo ni wakati wako kujitafuta. Unajua kuna mwingine anaabudu mradi anaabudu tu. Kabisa. Na anaimba wimbo umerejea lakini hajifikirii hivi mimi nipo katika nafasi ipi? Nilipotoka na hapa nilipo. Lakini pengine hajijui kama yeye ndo mwanzilishi. Kwa siku leo anatakiwa afahamu kwamba yeye ni mwanzilishi na anatakiwa aache uvivu kwa sababu kushindwa kusimamia kitu ni kwa sababu ya uvivu. Kwanza moja, aache usingizi. Unajua kwenye ukoo mpya wa Mwansaso huruhusiwi kulala kizembe. Usiku pia ni sehemu ya kuwekeza. Unapata yani unawekeza idea, inawezekana ukawekeza nguvu ya mafanikio. Unajua huwezi kufanikiwa pasipo madhabahu. Kwa hiyo giza linapoingia sio wakati wa wewe kwenda kulala, wakati wa wewe kupata nafasi ya utulivu zaidi, kutafuta nguvu ya Mungu ili uweze kufanikiwa kwa sababu neno la Mungu atuambia hata kipindi cha Yohana Mbatizaji tangu kipindi hicho hadi leo hii ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu. Hiyo nguvu unaitafuta saa ngapi? Ikiwa mchana uko busy na kazi. Amina. Kwa hiyo ukoo mpya Mwansaso lazima wewe wa kwanza wewe inabidi uingie gharama. Utawala na kumiliki. Watoto waseme baba alimiliki gari, haujamiliki gari. Amina. Na msikilizaji, tukujuze kwa ufupi kuhusiana na ujumbe wa siku ya leo. Sisi tunakupa kidokezo tu ama ujumbe wa siku ya leo ambapo tutapata maarifa mengi sana kutoka kwa mtumishi wa Mungu Mtume Jike Mwasaso. Na ujumbe ambao mtume anakwenda kufundisha kwa leo ni kuhusiana na mizizi ya mwanadamu. Ambaye ni mtu. Mizizi ya mwanadamu ambaye ni mtu. Kivipi, kwa namna gani? Endelea na wewe pia kujifikiria, kutafakari zaidi. Na kama utakuwa na swali sehemu yoyote ile, una nafasi ya kuuliza swali kwa kutuma ujumbe wako 0673906907. Tuko mbashara msikilizaji kupitia Facebook huduma ya Homina, lakini pia tunasikika kwa upande wa Radio Box Homina Gospel Radio duniani kote, na tupata vyema kabisa. Kikubwa tu ni bando lako. Kwa hiyo tufuatilie huko na usisahau pia kuandika maoni yako. Kwa mafuta wa Mungu tunakusalimu sana. Mkombozi amekuja, tunatawala na kumiliki. Amina. Tunda la Roho. Tunda la Roho kweli ni upendo.
upendo usio na kikomo. Amina. Upendo usio na mijadala. Amina. Kama neno linavyosema kwamba upendo uvumilia. Amina. Upendo hautakabari. Upendo haukumbuki mabaya. Amina. Kwa tukichukua neno upendo gharama yake ilivyo, kwa kimwili na kwa wanadamu ni ujinga. Baki sasa wewe unaumizwa hapo unaambia asante. Huyo kesho anakukanyaga asante. Asante. Amina. Amina. Karibu sana mtu wa Mungu kwenye kipindi chetu, lakini awali ya yote tumkabidhi Mungu kwanza kipindi kwa maombi. Kabla ya kumkabidhi Mungu, mmeongelea ufalme wa Mungu namna unavyopatikana. Amina. Tunavyosema au neno linasema ufalme wa Mungu upatikanika kwa nguvu. Nao wenye nguvu wauteka. Amina. Sasa neno kupatikanika manake uko wapi? Umepotea au umewekwa mahala ambapo kuchukua kuna gharama au ni nini? Lakini kwa sababu mimi ni mtume ambaye nimeachilia ufahamu na ninaleta elimu, ni kweli kama mlivyosema watangazaji. Amina. Wale ambao ni kweli wanaamini kwamba Kristo amerejea na urejeo wake ni ufahamu ambao umeachiliwa ndani mwao, na pia miaka 1000 tumeambiwa tutatawala na kumiliki. Manake mmeuliza, Amina, wewe ambaye ni mwanzilishi, nini umekipata? Amina. Nini umekipata? Manake katika kukipata, manake huo ni ufalme. Amina. Tumesema upatikanika kwa nguvu. Amina. Nao wenye nguvu wauteka. Manake kwenda kuchukua pale au kumiliki kuna gharama. Amina. Ni kweli kama mnavyosema kwamba wewe uliyepokea kama mzazi, Amina, uliyekubali kuingia kwenye ukoo mpya wa Mwansaso, una maandalio kiwango gani? Amina. Kwa sababu ukoo ulioutoka ndio uliokufanya hayo yawepo katika maisha yako. Amina. Lakini wewe umeamua kubadilisha ukoo, maana yake unabadilisha maisha. Amina. Na kama umeamua kubadilisha maisha, je, ufahamu wako unatambua ulipo? Unatambua na ulikotoka? Unatambua na unakoenda? Kwa sababu unakoenda lazima ujue kwamba miaka 1000 si wewe, kuna kizazi. Amina. Unakiacha kwenye nini? Kuna gharama kubwa sana. Amina. Lakini nimewanukuu mmesema uruhusiwi kulalalala. Amina. Mbweha wana mapango. Ndege wana viota. Lakini mwana wa Adamu hana mahala pa kulaza kichwa. Maana ni kukesha. Na maana popote unapoona kuna kukesha, maana yake ni vita. Kwa kutawala na kumiliki ndani ya Kristo kuna vita. Amina. Kuna nini? Vita. Kwa tuamke, tufanye kazi, tusiende tu ili mradi. Amina. Nguvu ya baba yetu ina ushirika ambao ni mkubwa sana kwa njia ya imani. Amina. Amina. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ishiye juu mbinguni. Baba, nasema asante kwa kuwa umetaka niwepo kwenye hivi semeo maiki za Homina Gospel Radio kwa ajili ya walio wako. Akili yangu haina nafasi, elimu yangu haina nafasi, wala pesa yangu haina nafasi, bali we Roho wa kweli wa Mungu aliyemfufua Kristo, hakika wewe ndiye uliyeatamia. Achilia nguvu yako na uweza na mamlaka yako. Tunajiweka mikononi mwako kwa wakati, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu watangazaji. Amina. Amina. Msikilizaji, namba ya ujumbe ni 0673906907. Kumbuka kwamba unasikiliza 90.7 Homina Gospel Radio. Na kwa sasa mtume, karibu sana kwa ajili ya utambulisho. Amina. Mimi ni mtume niliyepakwa mafuta na Mungu wa miungu, Mtume GK Mwansaso. Mimi Mtume GK Mwansaso natoka kwenye huduma inayoitwa Homina. Ndugu watangazaji na wasikilizaji na wale wote wanaotufuatilia duniani kote,
Afrika nzima, Tanzania, Njombe na nyanda za juu kusini, Homina ni huduma ya ukombozi kwa mataifa yote. Amina. Amina. Ningependa ili lipokelewe na lichukuliwe, hakika lifanyiwe kazi kwa njia ya imani. Amen. Ili huu wakati Kristo aliyenituma, aliyenipaka mafuta mimi, aweze kudhihirika kwenye familia yako, kwenye maisha yako kiroho na kimwili. Amina. Mahala ilipo hii huduma ya Homina ambayo ni huduma ya ukombozi kwa mataifa yote, ipo mkoani Njombe, mjini Njombe. Amina. Ningependa mataifa yote yanayotufuatilia kwa kupitia Radio Box, kupitia mitandao ya kijamii ya huduma husika na radio Homina Gospel Radio, naamini wanatusikiliza. Amen. Walishike hili, walikumbatie hili na walifanyie kazi pale ambapo wataamini, watashuhudia, watatukuta mkoani Njombe, mjini Njombe. Amina. Mawasiliano ambayo yanatumika kwa ajili ya huduma ni 0754 037 522. Napenda kuirudia, hiyo ni Vodacom. 0754 037 522. Hiyo namba ikipigwa itapokelewa. Utashauriwa ya kupasayo kuyatenda kwa huo wakati kulingana na uhitaji wako. Amina. Utatuma SMS, itasomwa, utajibiwa, utashauriwa ya kupasayo kuyatenda kwa huo wakati kulingana na uhitaji wa kwako. Amina. Namba hizi ziko mbili. Kuna namba ya Airtel ambayo ni 0620 64 50 25. Napenda kuirudia, 0620 64 50 25. Pia hii namba ukipiga itapokelewa na huduma, utapokelewa na mtume, utashauriwa ya kupasayo kuyatenda kwa huo wakati kulingana na uhitaji wako kuhusu hii huduma ya Homina ambayo nimesema ni huduma ya ukombozi kwa mataifa yote. Amina. Kumbuka nimesema tupo mkoani Njombe, mjini Njombe. Amina. Na siku za ibada kwetu ni Alhamisi saa 3 asubuhi na Jumapili saa 3 asubuhi. Amen. Hizi ibada zote zinabeba uponyaji, kufunguliwa na kukombolewa. Amina. Ndio maana hii ni huduma. Kwa ningependa kila mmoja unayetusikiliza, fuata hiyo ratiba. Ukifika mahala hapo, hakika utaonana na Mungu aliyempaka mtume GK Mwansaso mafuta. Kumbukeni nimesema mimi ni mpakwa mafuta. Mimi ni Masia. Si mnakumbuka juzi nimwambia kuna mganga wa kienyeji anaitwa Masia. Amina. Wajua sisi kanisa hatujui wasifu wetu. Amina. Maana ya Masia ni mpakwa mafuta. Amina. Sasa hatujui nani aliyekupaka mafuta. Kwa wa Masia ni wengi. Amina. Kutokana na aina ya mafuta uliopakwa au ni nani aliyekupaka nini? Mafuta. Narudia tena, mimi mganga wangu wa miaka mingi yuko Makete ambaye nilishiriki naye kale nilitembea. Anaitwa Masia. Majina ya kitukufu yamejaa, anaitwa yule mtu ajaye kutokea. Kwa mimi nami ni Masia. Amina. Wa Mungu wa miungu. Amina. Kwa yule Masia ambaye ni mganga wa kienyeji Makete, mimi ni bosi. Nimepakwa mafuta na Mungu wa miungu ambaye Mungu wake yeye yuko chini ya Mungu wangu, ingawa yeye wakati mimi ni mjinga alikuwa bosi wangu. Haleluya. Amina. Kwa kila mmoja jitahidi sana, utakapofika mahali hapa utapokea uponyaji, utafunguliwa, utakombolewa. Manake shida zako zote za kiroho na kimwili ukifika Homina
kwenye ibada ambazo tunaenenda nazo, Mungu mara hapa yupo, anajifunua, utaona mabadiliko ya maisha yako. Amen. Kila siku kwa jioni tuna maombi ambayo yanaanza saa 10. Leo ni siku ya 25. Amen. Katika siku 30 Mungu amejifunua, Mungu ameonekana. Kwa hujachelewa, njoo, ile nguvu ya Emmanuel ambaye ni Mungu pamoja nasi ipo kwenye hii madhabahu, ikiachilia uponyaji, kufunguliwa na kukombolewa. Lakini ninaposema mimi ni mtume, katika kutumwa kwangu mimi nina agano. Napenda nimtambulishe Mungu wangu aliyenipaka mafuta. Amina. Mungu wangu aliyenituma, ambaye ni Mungu wa miungu. Anajitambulisha katika majina matatu: upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Amen. Amen. Kwa hiyo kama na wewe Mungu aliyekupaka mafuta anayo majina, hakika karibu sana tuwe pamoja. Amen. Lakini kuna gharama kubwa sana. Amen. Unaweza kawa unasema Yesu ni Bwana, nina upendo, nina unyenyekevu, lakini kumbe kiti cha enzi cha shetani. Kumbukeni, shetani naye anapaka mafuta, ana watu wake. Na nikirudi nyuma, nimefundisha kwamba waganga wa kienyeji ni mawakala wa nani? Shetani. Ni mawakala wa nani? Wa shetani. Na sisi watumishi wa Mungu ni mawakala wa Mungu. Amina. Ndio maana na wao wanapakwa nini? Mafuta. Ndio maana tulienda kule tukakuta naye anaitwa Masia. Kwa na sisi ni Masia, tumepakwa mafuta. Hii ni lugha. Kwa ningependa kila mmoja umjue huyu Mungu ni Mungu ambaye ukimruhusu akae kwako hutapungukiwa kitu. Amina. Lakini pale ninaposema nimetumwa, lazima tukumbuke na tufahamu nimetumwa kufanya nini. Amina. Katika agano langu, kutumwa kwangu, nimetumwa kufanya kazi ya kuvunja na kubomoa na kuondoa madhabahu za ukoo unaotoka wewe unayenisikiliza. Amina. Upande wa baba yako, upande wa mama yako, upande wa mmeo, upande wa mkeo. Amina. Kwa muunganiko wa kibinadamu wa kijamii chini ya jua ndio ambao Mungu nimetumwa ili niweze kumwakilisha na kumleta Mungu anayeitwa upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Kwa nini? Madhabahu za ukoo unaotoka ndo chanzo cha matatizo hayo unaopitia. Amina. Mungu ni ufahamu. Amina. Mungu ni maarifa. Mungu ni elimu. Amina. Kwa elimu ninayoitoa mara hapa, maarifa ninayoyaachilia hapa, kuwa tayari kupokea ujumbe, na haya ninayoyaachilia yatakutoa hapo ulipo. Amina. Katika maisha unaoteseka, kibiashara, kielimu, kiajira, au kwa ujumla kazi za mikono ya kwako, ili ziweze kusimama zikaonekana, ni lazima utafakari ukoo unaotoka. Amina. Kwa sababu ukoo unaotoka ndo chanzo cha kuwa tajiri, ukoo unaotoka ndo chanzo cha kuwa maskini. Amina. Ukoo unaotoka ndo chanzo cha kuwa wewe magonjwa kwako hayapo. Ukoo unaotoka ndo chanzo cha hayo magonjwa yanayokusumbua siku zote. Lakini mlio wengi ambao Mungu amenituma niwahubirie ni kwamba njoo ujitenge na madhabahu za ukoo wako, ni kwa sababu hizi madhabahu ni mawakala wa kuzimu. Amen. Zinamwakilisha shetani katika uzao chini ya jua. Amen. Kwa maskini ni roho, magonjwa ni roho. Ndio maana nasema ukija kwenye ukoo mpya wa Mwansaso, ukoo wa urejeo ndani ya miaka 1000 ya kutawala na kumiliki, hakuna magonjwa. Amen. Hakuna njaa, hakuna shida wala dhiki, kwa sababu asili ya ukoo ni kubarikiwa. Amen. Asili ya ukoo ni kupendana. Asili ya ukoo ni kunyenyekeana. Asili ya ukoo ni kuvumiliana. Amen. Kwa ningependa kila mmoja utambue kwamba hayo unayopitia, changamoto unazopitia, ukitaka kufahamu kama ulikuwa ujui, chanzo chake ni madhabahu za ukoo unaotoka.
wa kabila unalotoka, upande wa baba yako, upande wa mama yako, upande wa mmeo, upande wa mkeo. Amina. Unaweza kukuta kijana kabla hujaoa biashara zilikuwa vizuri. Lakini baada ya kuoa huyo mwanamke uliyemuoa, ukoo wao unanena umasikini, ile roho tayari unakuwa umeichukua, umeikaribisha ndani ya nyumba yako. Jitafakari unayenisikiliza kwenye biashara zako. Chanzo ni huyo mwanaume au ni huyo mke? Chanzo ni kwa baba yako au ni kwa mama yako? Sasa ukitaka kujaza jibu hapa, tuna ibada Alhamisi saa 3 asubuhi na Jumapili saa 3 asubuhi. Ibada zenyewe zinabeba uponyaji, kufunguliwa na kukombolewa. Amina. Yesu ambaye ni Kristo amerejea. Amina. Na katika urejeo wake ni ufahamu kwetu umeachiliwa. Amina. Manake hatutatenda dhambi, kwa sababu tulitenda dhambi, tuliishi maisha ambayo hatukujitambua, ndio maana tulikuwa tunateseka. Yaani manake biashara zilikuwa zinakutesa ni kwa sababu ulikuwa huna elimu, ulikuwa huna ufahamu wa Kristo kwako. Ndio maana niko hapa nasema utafunguliwa biashara zako. Amina. Ulikuwa unalima uvuni ni kwa sababu ulikuwa huna ufahamu. Wewe ulijua hivyo ambavyo unavifanya wewe, kumbe ndivyo. Hapana. Ufahamu mpya ni kwamba njoo Homina mbele ya mtume G.K. Mwansasu. Hizi madhabahu za ukoo wako zikijitenga na wewe kwa sababu zina neno umaskini na magonjwa, hakika wewe utakuwa uko huru. Amina. Mungu aliyerejea Kristo, yeye ni roho, lakini hii roho ni ufalme. Amina. Lazima tuhubiri Injili. Amina. Kwa pamoja, kwa njia ya sadaka. Amina. Leo narudia, ukitaka huyu Mungu wa urejeo afanye kitu kwako, tembea kwenye kanuni na msingi halisi wa Kristo. Amina. Wa Kristo ni tabia. Amina. Kwa hiyo wokovu ni mabadiliko ya nini? Ya tabia. Tukubali. Kama huna utayari wa kukubali, manake utaishi kwenye madhabahu za ukoo wako zinazonena magonjwa, zinazonena umaskini, zinazonena njaa, dhiki na matatizo. Kwenye ibada kuna kanuni. Amina. Kuna sadaka ya kujiungamanisha. Amina. Kuna sadaka ya kuhubiri Injili. Amina. Kuna sadaka ya fungu la 10. Fungu la 10 Mungu alisema atabariki kazi za mikono ya kwako. Ukishabarikiwa, ile sadaka ni ulinzi. Fungu la 10 linasimama ni ulinzi wa biashara, ni ulinzi wa shughuli za mikono ya kwako. Amina. Amina. Sadaka ya kujiungamanisha ya ibada husika ni ufunguo ambao lazima kwenye kikao chochote, kwenye semina yoyote, ni lazima usaini kwamba upo. Amina. Dorcas, jana na leo. Amina. Jana na leo ambao ni ufunguo, ni sadaka husika, ni muhimu ili Mungu aweze kukuweka kwenye siku husika ili aweze kukusikia. Amina. Amina. Sadaka ya kuhubiri Injili pamoja na mtume ni sadaka ambayo Mungu ameiridhia. Ukishashiriki kuhubiri Injili pamoja na mtume kwa njia ya sadaka, ulinzi wa hilo anga na nyumba unaoishi, unakuwa tayari malaika wa Mungu wa kweli wanakuwa wamekabidhiwa kwa ajili yako. Amina. Lakini kama una usharika wa hii sadaka, wale walinzi hamna kitu kwako. Kumbukeni, elimu unayoileta ni ufahamu. Amina. Hayo unayopitia, hakuna ulinzi kwenye anga, hakuna ulinzi kwenye nyumba unaoishi kila siku umeokoka lakini shida ni nyingi, ni kwa sababu haushiriki sadaka. Ningependa hizi sadaka 3 zitaifanya Injili ya Yesu ambaye ni Kristo wa urejeo, ukoo mpya wa Masaso, watu waweze kupokea. Amina. Ndugu watangazaji, huu ndio utambulisho wa huduma wa mimi Masia mpakwa mafuta wa Mungu wa miungu, mtume G.K. Mwansasu wa madhabahu ya Homina, ambayo ni huduma ya ukombozi kwa mataifa yote iliyoko mkoani Njombe, mjini Njombe. Amina. Naomba kukabidhi. Amina.
Amina, mtume, ulipohitimisha hapo mwisho, mimi nina swali. Ulipozungumza kwamba wewe ni mtume lakini pia umepakwa mafuta, mimi nina swali hapo. Sawa. Amina. Na swali langu ni kwamba ni kwa nini imekuwa ni vigumu sana kuamini kwamba wewe mtume, kwamba umepakwa mafuta moja kwa moja na Mungu? Ibada za Agano Jipya, Amina, za ufufuo za mwana wa Mungu zimeridhiwa kusimamiwa na kuongozwa na nguvu ya Roho Mtakatifu kwa njia ya imani. Amina. Kwa hiyo ni kesi moja kubwa sana na ni gharama moja kubwa sana kuamini kwamba mtume G.K. Mwansasu amepakwa mafuta moja kwa moja na Mungu wa miungu. Amina. Kwa swali lako linaposimama, watu hawaamini na sio rahisi kuamini, na kama wataamini ni wachache, ni kwa sababu hii kazi inaendeshwa kwa njia ya imani. Amina. Na imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa haya yote yanazingirwa kwenye hili anga la hili taifa, huu mkoa na huu mji, kwa dunia nzima kutoamini kwamba mtume G.K. Mwansasu amepakwa mafuta moja kwa moja kutoka kwenye kiti cha enzi, ni kwa sababu watu imani yao, narudia tena, imani. Amina. Hadi leo hii watu hawaamini kwamba Yesu alikufa akafufuka. Lakini hii imani ili iweze kujengeka mpaka Lucy na wewe ukalichukulia hili swala ni ufahamu. Amina. Kwa hiyo unaweza kawemo ndani ya Yesu ambaye ni Kristo. Je, una ufahamu huo? Ndio maana niko mara hapa nikiachilia ufahamu kwamba uamini kwamba mimi nimepakwa mafuta moja kwa moja kutoka kwenye kiti cha nini? Cha enzi. Tuache mazoea. Amina. Sijui kama limejibiwa sahihi. Amina. Umeelewa? Sijui. Maana kuna gharama kubwa sana. Amina. Kuna gharama moja kubwa sana. Kuna sehemu neno linasema zichunguzeni sana hizi roho. Zichunguzeni sana nini? Hizi roho. Hebu soma hiyo Yohana wa kwanza 4. Kuna azia mstari wa kwanza. Kuna neno moja hapo nadhani. Amina. Inasema, wapenzi, msiamini kila roho. Msiamini kila roho. Bali zijaribuni hizo roho. Zijaribuni hizo roho. Hebu msiziamini, lakini msijaribu hizo roho. Utazijaribu katika mfumo gani? Njoo uone. Amina. Hebu endelee. Kwamba zimetokana na Mungu. Kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Wengi wametokea duniani. Katika hili mwajua roho wa Mungu. Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili inatokana na Mungu. Roho inayokiri, sio Dorcas. Amina. Roho inayokiri kwamba mtume G.K. Mwansasu kapakwa mafuta kutoka kwenye kiti cha enzi na Mungu. Hiyo roho inatoka wapi? Isiyokiri Kwa shetani. Amalizie wa kusoma. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Haitokani na Mungu. Amina. Kwa hiyo mtume Mwansasu kutomwamini, kinachosababisha mtume Mwansasu asiaminike ni hiyo roho isiyotokana na nani? Na Mungu. Ndio maana mimi nimekuja kuachilia ufahamu, na ndani yake ni vita, ila kwa sababu mimi nimepakwa mafuta na Mungu, yoyote ambaye ana utayari lazima ataamini, na akishaamini ataona yakitendeka. Amina. Amina. Pia kuna swali la msikilizaji. Amina. Swali lake anauliza, anasema, "Hosana kwa studio, nawapata kwa uzuri." Anasema, "Samani, naomba kufahamu, je, ni halali kushiriki tendo la ndoa ikiwa ni siku ya maandalizi ya ibada au nikiwa na maombi ya kufunga?" Kwanza, kwa sababu ni swali, sio vizuri
sio vizuri. Kwa sababu yeye kauliza ni halali. Hatuwezi tukahalalisha kitu ambacho ni cha uovu. Kwa nini tunasema ni kitu cha uovu? Kisicho na faida katika shughuli maalum. Amina. Sio halali. Mimi naenda mbele zaidi, sio vizuri. Sio vizuri. Na nikisema sio vizuri, si halalishi, yasiwe mazoea yako. Naomba uelewe vizuri hii lugha. Amina. Yeye anataka nihalalishe mimi au nisihalalishe? Unaona gharama elimu. Lakini mimi namjibu kwamba sio vizuri. Yaani atambue kwamba tendo la ndoa kwa wewe ambaye ni mtu wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu, unayetaka kumtegemea Mungu, halina nafasi, sio zuri. Kwa nini sio zuri? Tendo la ndoa linaondoa ufahamu. Amina. Tendo la ndoa linaua nguvu ya mfumo halisi ambao unataka uufanye kwa ajili ya utukufu. Tendo la ndoa linakutenga na Mungu. Ndio maana Mtume Paulo alisema ni kwa sababu ya zina. Kwa sababu ya zina. Kwa tendo kama tendo la ndoa lazima tulisemee. Tendo la ndoa basi ni kwa sababu ya zinaa tuko duniani, ndio maana tunafanya. Lakini katika kazi ya Mungu, popote alipo Mungu, tendo la ndoa halitakiwi kupewa nafasi. Manake lina madhara, si sahihi. Unajitenga na nani? Na Mungu. Kwa hiyo sio sahihi. Mimi siwezi nikahalalisha kitu kama. Sio kizuri kabisa. Sio kizuri, na ninarudia na ninasimama. Sio kizuri. Sio kizuri kwa sisi watumishi wa Mungu. Sio kizuri, narudia tena. Tuna mifungo ya siku 30 hapa. Kama mnafanya hayo da. Vipi? Mimi niko vizuri. Wewe uko vizuri. Amen. Na mwingine aseme. Kwa sababu huyu ameuliza swali ni mwanandoa. Amina. Sio maana yake? Anauliza ukiwa kwenye mifungo, ukiwa kwenye maandalio ya ibada, je, ni vizuri? Kinaleta uhalali? Maana yake ukifanya Mungu amekataza, sio vizuri kwa sababu unajitenga na Mungu. Amen. Tendo la ndoa basi tunaoa kwenye kazi ya Mungu ni kwa sababu kuna zinaa. Lakini tukiweza kuishi kama kuishi kama na hiyo neema. Ndio maana unaona mapadri wenzetu wameweka sheria. Ukiwa padri usifanyaje? Lengo na kusudi ni kazi ya nani? Ya Mungu. Amen. Ili iweze kuenda. Hata upande wa pili mnakoona ndiko zinaa inakotengenezwa kwa shetani. Na kwenye ibada za kwake shetani huwa waruhusu ovyo ovyo tendo la nini? Ndoa. Makuhani wa shetani wanaojikabilisha hawafanyi tendo la ndoa ovyo. Kwa sababu unakuwa umechafuka, umejinajisi. Hivi mimi kila siku ndio zoe ibada zangu hivi ndio nitakuhudumia mimi si nakupa hayo maroho na wewe kila siku ukitaka unataka hayo. Unajua hivi vitu watu hamjuagi. Niangalie vizuri. Kuolewa na mtume kuna gharama. Usilete masiara. Amen. Kuolewa na mtumishi wa Mungu wa kweli kuna gharama, hasa hapa duniani. Amen. Unakuwa umenajisi. Mimi nakumbuka kale nilitembea kwa huyo mganga wetu Masia. Yaani hizo biashara tena nakatalia. Unapokuja kwangu, wewe umeshajitakasa. Kaa siku 3 ujaye kufanya huo uchafu na maandalio ndipo uje kwangu. Sasa wewe niambie kule ni wapi tena? Ndio iwe kwa Mungu. Uzuri mimi nimeishi maisha yote. Amina. Uwezi mimi miezi siku 30 nataka Mungu ashuke ndio likashubarikiwe eti mimi nalala tu nafanya tendo la ndoa na akili timamu mimi.
Ndio maana siri moja sasa, naamini umemuuliza swali kama mwanadamu chini ya jua na ni mwanandoa, akili yake haina nafasi au peke yake hawezi. Sasa mimi nataka kumshauri ajitahidi sana kuua mwili. Amina. Kwa kanisa, mnonisikiliza, mnonifuatilia, ili uweze kuwa vizuri, uweze kujitakasa vizuri, uende mbele zake Mungu ukiwa msafi. Wewe mwanandoa, jitahidi sana kuua mwili. Kuua nini? Mwili. Kwa sababu mwili ndio uliobeba ile roho inayotenda zinaa. Kwa ukiua huu mwili, kumbukeni jana kwenye ibada nimewaambia tutakase nini? Mwili. Na nikawaambia tunavalishwa mwili mpya, tunavua ule wa zamani. Ndio aina hizo ibada, maana yake ukiua ule mwili anaingia Kristo. Kristo asili yake sio hayo. Amina. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu wa kweli, utaenda kwenye maombi, utakuwa vizuri, utaonana na Mungu kwa sababu sio mchafu. Ule kwa ufupi ni uchafu. Tunayafanya ni kwa sababu tuko duniani, na yasikuzoee wewe ambaye ni mtumishi wa Mungu, wewe uliokoka. Ndio maana tunasisitiza, wewe umeokoka, mmeo hajaokoka, mke ameokoka, pana tabu kumwona Mungu kwako, kuna gharama. Haya, kama hivi siku 30 mimi naagiza wanandoa ndani ya madhabahu ya Omina, msishiriki tendo la nini? La ndoa, ili Mungu aweze kujifunua kwako. Mme wako hajaokoka, hakuelewi. Wewe mwanaume umeokoka, mkeo hajaokoka, hakuelewi. Kwa ili wewe uharibiwe namna ya kukutana na Mungu, ule upako, ili Mungu aweze kushuka kwako, ile roho inamuingia mkeo ndani ya nyumba, hajaokoka, anambia anataka tendo la ndoa. Kwa ufupi tu, si vizuri. Amina. Kwa sababu linakutenganisha na Mungu, linaua ufahamu. Na tukumbuke Mungu ni ufahamu. Amina. Manake yale ya kiungu ambayo ilibidi uyatende hayatakuwepo kwako, kwa sababu tayari umeshajifanyaje? Umejinajisi. Amina. 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 Mtume, mimi nina swali kuhusiana na ukoo mpya wa Mansaso. Na swali langu ni kwamba, je, kwa mzazi yule ambaye yeye ndiyo wa kwanza amepokea ukoo mpya wa Mansaso, amebadilisha jina la ukoo? Kwa mfano kama mimi nimebadilisha jina la ukoo, naitwa Mansaso. Mimi nisipofanikiwa, je, kuna uwezekano wa watoto wangu kuja kufanikiwa na wao wakiwa wanaitwa kina Mansaso? Wao watafanikiwa ni kwa sababu watakuwa wamekaa ndani ya agano. Kinachokufanikisha mtu ni agano. Kinachokuferisha mle ndani ni ufahamu wako. Kwa hiyo wewe ukiferi kutofanikiwa ndani ya ukoo mpya wa Mansaso ulioingia agano, wanao wakiwa na ufahamu, kwa sababu agano linaruhusu kufanikiwa mle ndani, watafanikiwa. Kumbukeni mimi nilivyoijua dunia. Amen. Nilisema maskini wa baba yangu na mama yangu haunihusu. Amen. Lakini sio kakaangu, sio mdogo wangu, sio dadangu, wao wamebaki masikini. Kwa sababu ya nini? Ufahamu. Ufahamu. Kristo ni ufahamu. Kwamba ukimpokea Yesu ambaye ni Kristo ndani ya ukoo mpya wa Mansaso, hakuna magonjwa. Amina. Hakuna njaa, hakuna dhiki. Amina. Utalima, utavuna. Amina. Kwa ukikosa ufahamu ukiwa ndani ya huo ukoo, hakika we hayatakamilika yale. Lakini cha msingi, ule ukoo tayari umetolewa sadaka, una agano la kufanikiwa, ila wewe umekosa mzazi kufanikiwa ndani yake kwa sababu ufahamu wako ndio. Wewe ni mvivu kazi, unafundishwa kila siku ili ufanye. Bado sijaeleweka. Sadaka. Mungu wa baba na mama asili yake ni nini? Anataka nini? Amen. Kuyafuata hayo ndicho kitu kinachoitwa ufahamu. Dunia hii watu ni wagonjwa, wana shida,
wana matatizo ni kwa sababu wamekosa ufahamu. Lakini hii dunia tayari Mungu yupo, alitoa sadaka ya mwana wake wa pekee kwa ajili ya kutukomboa sisi. Amen. Sisi tunaolia na matatizo tuko gizani na kwa sababu ya ufahamu wetu Mdogo. Lakini swali linauliza, kama baba na mama hao ndio walioingia ukoo na wamezaa watoto ndani ya ukoo, baba akufanikiwa, je, watoto na wao wakiwa wajinga watafanikiwa katikati ya baraka? Kwani hamna walokole hawana chochote? Kwani mbaraka ni wa nani? Si ni wa Mungu? Amen. Wewe babako ni tajiri au jitambui, unalia njaa, unaomba bagia barabarani. Na babako ni tajiri. Unateseka kilichokosekana hapo ni nini? Ufahamu. Amina. Amina. Mtume, kuna maswali ambayo ni mada siku ya Jumatano pamoja na siku ya Jumapili. Na mada ya siku ya Jumatano nasema, kwa nini baadhi ya Wakristo wakifanikiwa wanamwacha Mungu? Kwa nini baadhi ya Wakristo wakifanikiwa wanamwacha Mungu? Amina. Hawa baadhi ya Wakristo wanaofanikiwa na kumwacha Mungu ni kwa sababu wamekosa ufahamu. Wala hatuna jibu lingine lolote. Tunataka kujadili ufahamu. Amen. Wewe sahani ya kupakulia chakula unaachilia kinyesi huko, una akili timamu? Hapana. Je, hawa wakifanikiwa kikimbia zikiisha wanaendaga wanarudi wapi? Walipopata tena. Si mnashuhudiaga? Amen. Kwa hiyo tuwaweke kwenye kundi gani hao? Ufahamu. Amen. Lakini ndani ya ufahamu tukumbuke ni vita. Amen. Kwa sababu shetani hana utayari kukuona we Dorcas na mwingineo yoyote ukijenga ufalme wa Mungu wa miungu. Kwa ili ufalme wa Mungu wa miungu uweze kujengwa, unahitaji shekeli. Unahitaji kufanikiwa kwa ujumla. Kwa sababu kufanikiwa ni neno moja pana sana. Amina. Je, umefanikiwa kwenye nini? Sio kama naeleweka kanisa. Amina. Kwa hiyo kinachomata hapa na kinachosimama hapa ni neno ufahamu. Ndio maana tunasema Mungu ni nini? Ni ufahamu. Na shetani nini? Ni ufahamu. Shetani ameshika ufahamu wako, anakwambia kwani amekupa yeye? We nenda kabuie zote afu kirudi atakupa tena. Huyo ndo asili yake kutoa. Kwa wengi wa Kristo, baadhi ya Wakristo walio wengi wakifanikiwa wanamwacha yule Mungu ni kwa sababu ya ufahamu wao ni mdogo, hawajui wanachokifanya. Na hawajui mojawapo wanachokifanya kwamba uokovu wake pale alipoenda kuomba ili aweze kufanikiwa, atambue kwamba ni vita, kwamba shetani ni roho na Mungu ni nini? Ni roho. Na hawa wote wanasimama kwa ajili ya kujenga ufalme wa kwao. Ufahamu, neno ufahamu. Amina. Kwa kinachokosekanika kwa baadhi ya Wakristo wanaofanikiwa na kumkimbia Mungu aliyowafanikisha ni kwa sababu hawana ufahamu. Lugha rahisi, akili zao hamna. Amina. Sijui mlijadilije nyinyi. Ilikuwaje? Maana naonaga kwenye mada mnaulizanaga maswali sana. Ulizanegi na hapa, mwe mnauliza hapa. Jamii ielewe vizuri. Lakini mimi napambanua zaidi. Kinachokosekanika hapa kwa huyo mtu ni ufahamu wake tu. Mfano wiki 2 zilizopita ile kijana alibarikiwa kwa kupitia madhabahu ya Omina. Lakini siku zote mimi wanahubiri kwamba lazima utoe sadaka ya kuhubiri injili na nani? Na mtume ili uweze kufanikiwa. Amebwia zote zimeisha, amerudi. Anaomba aombewe. Mimi nikamwambia kwani hujaye kuja hapa? Nimekuja. Tena maisha yamegeuka. Ndani yake kuna vita. Kwa vita ya kiroho, walio wengi waliokoka mbele zake Mungu hawana ufahamu nayo. Mungu ni ufahamu na shetani
Kwa vita ya kiroho tulio wengi tuliookoka hatuna ufahamu nayo. Hatuna ufahamu. Mjue sana nani? Mungu. Ili mema ya kufuata. Mjue sana, sio mjue Mungu. Mjue sana Mungu. Kwa ili uweze kubarikiwa vizuri, ili uweze kudumu ndani ya Kristo wa kweli ukoo wa mwansasu, mjue sana. Ndio maana mimi napambana kuleta maarifa ya kila aina. Muda mwingine nakuwa mkali, hata watu wakiangalia mtandaoni wambie kwa nini mtumishi huyu? Kwa sababu wamezoea vitu ambavyo uwezo kacheka. Unajua ugonjwa au masikini ni roho moja ambayo ni ya shetani. Alafu unaanza kucheka cheka nayo kufanya nini? Hebu wewe niambie, upo katikati ya Kristo ambapo Mungu amekuthibitishia kabisa ni neema, alafu unalia njaa. Una akili mambo? Hapana. Babako ni tajiri, alafu unahangaika unaomba bagia. Una akili mambo? Hapana. Tunafanyaje mara hapa? Tunasema wewe lazima mirogo huyu mtoto, ngoja tukamtembelee huyu. Haiwezekani. Kwao maisha yako vizuri. Lakini alivyo, anaokota jalalani wakati kwao. Kwani wanaokota jalalani kwao kukoje? Maisha mabaya. Sasa we kwa nini? Karogwa huyu. Amina. Kwa ufahamu. Amina. Ajui atendaro. Amina. Wayahudi waliambiwa hawajui watendaro. Baba uwasamehe, hawajui watendaro. Maana yake ufahamu wao. Amina. Ikawaje? Amina. Wengine walisema nini? Kuna wengine walisema ni kwa sababu watu hawajitambui, lakini kuna wengine walisema kwamba kwa sababu yani Wakristo walio wengi ni wachoyo, hawataki kutoa, kwa hiyo hawana moyo wa utoaji kwa Mungu. Lakini wengine walisema kwamba hawafahamu kwamba kilichopatikana kwa maombi hulindwa kwa maombi. Ndio maana tunasema ufahamu. Mimi nimejumuisha chanzo cha yao wa baadhi ya Wakristo. Amina. Umenielewa? Amina. Kwa sababu neno choyo ndio maana tunafundisha kwanza. Umenielewa? Amina. Wapo wengine wanakimbia kwa sababu hawana elimu, si ndio maana hawana ufahamu. Hawana elimu ya namna ya kuhudumu kwa nani? Kwa Mungu, namna ya kumtumikia Mungu. Kwamba ukipata kwa Mungu lazima utoe fungu la 10, lazima uhubiri Injili, lazima ujiungamanishe. Yote haya ndio nilotoka kuhubiri. Na haya ndiyo anaowaferisha watu. Wanashindwa kukutana na Mungu siku za ibada husika kwa sababu hajatoa sadaka ya nini? Ya kujiungamanisha. Ana ulinzi kwenye anga wala kwenye nyumba, ni kwa sababu huwa ashiriki kuhubiri Injili na mtume kwa njia ya sadaka. Biashara zinapanda na kushuka, ni kwa sababu hana elimu, hana ufahamu wa kumtolea Mungu fungu la 10, kwamba fungu la 10 ni ulinzi wa nini? Wa ile biashara. Ndio maana mimi nimesema ufahamu. Amen. Kwa wewe, baadhi ya Wakristo wanakimbia wakishabarikiwa mbele zake Mungu ni kwa sababu ufahamu wao ni mdogo. Amina. Na ndilo zaidi, ufahamu wake kwa sababu ni mdogo, anajua zinaenda kudumu. Kumbe zinaisha, na zikishaisha Amina. 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 Lakini mada ya siku ya Jumapili inasema kwamba nini chanzo cha manunguniko kwa Wakristo? Nini chanzo cha manunguniko kwa wana wa Kristo? Amina. Amina. Chanzo cha manunguniko kwa wana wa Kristo ni kukosa imani. Ni kukosa imani. Kukosa imani. Manunguniko yanakuja baada ya kukosa kila ambacho ulitarajia kiwe. Amen. Ndio maana ya kunungunika. Amen. Kwa nini Dorcas unanungunika? Ni kwa sababu hujapata kila ambacho ulijuta. Amen. Na hii ibada kwa wana wa Mungu, kwa Wakristo, inakuwepo sana pale ambapo mtu ameamua kuokoka. Na tutambue kwamba kuokoka ni mabadiliko ya nini? Ya tabia. Manake unatoka sehemu nyingine kuja sehemu nyingine. Kama uliishi maisha ya namna fulani, manake huku unabadili mfumo wa maisha mengine. Amen. Kwa hiyo mtu akikosa ufahamu wa kutokuwa mvumilivu au kuamini kwamba na huku kutakuwa hivi, ndio anaanza kunungunika.
Mimi mwenyewe wakati naokoka, kwa sababu hii ni roho. Amen. Niliweza kunungunika sana. Na siku moja hadi Mungu akanitokea akaambia nitashindwa kufanya kazi na wewe. Mimi asili yangu sio manunguniko. Mimi nakutengeneza. Amen. Na kanuni na asili ya mimi Mungu ninapomtengeneza mtu lazima awe mvumilivu. Na lazima awe mnyenyekevu. Na mojawapo ya unyenyekevu ndio inaokosa wewe usiwe na manunguniko, kwa sababu kunyenyekea ni kuvumilia. Si unasubiri? Amen. Kwa hiyo hapa kinachokosekanika ni kitu kutokuwa na imani tu watu. Huna imani na kile ambacho unakisubiria. Huna imani na kile ambacho unakitarajia utakipata. Wewe kwa sababu huko mwilini ndipo unataka kiwe leo, na leo ni kwa sababu akijawa unaanza kunungunika. Mimi unajua sijui mlijadili. Amina. Kwenye kujadili kuhusiana na manunguniko, wengi wao walisema kwamba wengi huwa wanapoenda kwa Mungu huwa wanaenda na majibu yao. Kwa hiyo wakifika kwa Mungu wakikutana na jibu tofauti na lile ambalo wao walikusudia, huwa wananungunika. Ni kwamba hawako tayari kupokea kile ambacho Mungu anakuwa anahitaji kuwapa kwa wakati ule. Ndio maana nimesema kanuni ya ibada za Agano Jipya za mwana wa Mungu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu zinategemea imani. Imani ni kuwa na hakika. Amen. Kwa hao watu wote unaona wananungunika kuliko msemo uliosema. Wewe umeeleza sawa, ni Kiswahili tu ambacho ni chepesi. Mimi ni kigumu tu cha kwangu. Umenielewa? Umenielewa? Kwa hapa kinachokosekanika hadi mtu ananungunika ni kwa sababu hana imani kwamba atapata. Hana imani kwamba atakuwa kama vile alivyokuwa kule. Lakini ili uwe vile kama alivyokuwa kule, kuna utaratibu huku. Mungu lazima akutengeneze. Mimi mwenyewe ni mwanadamu. Amen. Na mimi kuna muda naingia nini? Manunguniko. Tena ya kukata hata tamaa. Kwa sababu ni mwanadamu. Kwa mwanadamu asili yake ni kunungunika. Mimi nawaambia kanisa, mimi kuna wakati unafika kabisa nakata tamaa mimi na hii kazi ya Mungu haije kutokea. Kwa sababu kila nikimwita na vile ninavyotaka Simoni. Na kuna muda naona nimevamiwa, yani acha kabisa. Sioni mpenyo wowote ule. Naanza kusema huyu Mungu yuko wapi? Mbona alisema atanisaidia? Si ndo manunguniko? Au manunguniko ni nini? Hayo. Au labda sijui manunguniko ni nini. Ni hayo. Kwa hata mimi kuna muda. Baba. Yesu mwenyewe alinungunika wapi? Nini kilichofanya nungunike? Mwili, ubinadamu. Kwa haya manunguniko, chanzo cha manunguniko ni ubinadamu. Amen. Kwa tukitoka mwilini, tukaja rohoni, tutashuhudia kila ambacho tumeahidiwa asili yake Kristo inasemaje. Narudia tena, hata mimi mnamniona kuna muda ingawa sio mazuri, na kweli Mungu anajitenga na wewe kwa sababu sio asili yake. Lakini kwa sababu wengine tumepakwa mafuta na tumeridhiwa, sio rahisi Mungu mimi kulitoka. Atanizungukia upande wa pili anambia bwanangu wewe hivi bwana. Amen. Lakini kama mwanadamu chini ya jua, manunguniko ni asili. Kwa hawa msiwaraumu sana wa Kristo wenye manunguniko. Unasikia? Unajua bwana, kusubiria kitu msilete masiara. Kusubiria kitu. Kuna gharama. Amen. Haya, miaka zaidi ya miaka 2000 waliambia Yesu atafanyaje? Anarudi bado. Kwa hao watu. Ngoja visa watu. Ndio maana wengine wanaamua kuondoka kwanza, waende kwa wamasia wengine huko. Waponde maisha. Ubinadamu ndo chanzo cha manunguniko. Amen. Kwa Wakristo. Ndio maana mimi mfano nahubiri Injili kwamba ondoka wapi? Mwilini. Rejea wapi? Rohoni. Manake mwilini ni ubinadamu. Yesu pale msalabani alinungunika. Amen.
Kwa nini alinungunika? Alinungunika ni kwa sababu alivaa mwili wa nini? Wa kibinadamu, alikuwa ni mwanadamu. Lakini kwa Mungu manunguniko sio mazuri. Amen. Kila kitu kinaenda kwa utaratibu. Unajua watu wengi hawajui kazi ya Mungu ilivyo. Mungu lazima akutengeneze. Amen. Msifikiri kwa nini watumishi wengi wanaenda baharini kwenda kuchukua nguvu. Ni kwa sababu ya manunguniko. Wewe sasa masiala, waumini wenyewe ndo hawa. Chombo tu cha muziki. Changia tu chombo cha muziki shughuli. Shughuli zile masiala. Unaanza Mungu, kwani ulinituma wewe? Mungu mi kweli hao, mbona hawa nini hawa? Hujanungunika pale. Pale unapolaumu tu kwamba Mungu hiki kitu tayari umenungunika. Nini kinachofanya unungunike? Ubinadamu. Narudia tena, hata Yesu kama mwanadamu aliweza kufanyaje? Kunungunika. Kwa Wakristo wengi wana manunguniko, chanzo chake ni kwa sababu wako mwilini zaidi. Tuhitimishe hapo sasa. Kwa sababu 90% ya Wakristo wanaishi kimwili sio kiroho. Lakini tukiweza kutoka mwilini tukaishi kiroho, manunguniko kweli Mungu atakuwa pamoja na sisi. Kwa sababu anenena anakuwa sio mie. Amina. 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 Na kuna maswali ya wasikilizaji. Twende. Amina. Si ndo nimejia hicho manunguniko hayo. Sina mimi naona wananisumbua. Ndani manunguniko. Unaona? Manunguniko haya yana siri zake. Msilaumu mtu hao wa Kristo kisa hawajabarikiwa. Lazima wewe usilete masiala wewe. Wewe ujala kuku miezi 6 wewe usinungunike. Mwenzio kila siku anajichana. Waleta watoto hapa, mwingine unakula wali mboga ilisha usiku. Wenzio wana ndizi pembeni. Mungu wewe wala msiwalaumu. Wala msilaumu. Hapa duniani pana safari ndefu. Kwa sababu mwenye hii dunia yupo ndo mwili. Mwili unataka. Tunaenda kumwomba Mungu atubariki ni kwa sababu tuna mwili. Amen. Mbinguni hamna hivi vitu. Hapa lazima atubariki na akubaliane manunguniko na atuadhibu, tutarudi tena kwenye njia munsere. Mungu tuwe na tayari kutuadhibu, na Mungu akikupenda lazima akuadhibu na uwe tayari. Amen. Na anempenda Mungu lazima apotee na arudi. Nikamchezo kako hapa. Amina. Amen. Anasemaje maswali? Alexi Mwansasu Nazareti anasema naomba kufahamu katika utafutaji riziki mambo yanaweza kuingiliana. Sasa kuna wakati ili jambo litimie au kufanikiwa na kulazimu kudanganya. Sasa je, uongo unaofanikisha jambo ni dhambi? Ni dhambi sana. Yaani hilo naomba tusifichane. Mnasikia kanisa? Kwa wewe uliookoka, kudanganya ni dhambi. Kwa sababu kile kitu umeenda kukipata si katika uhalali. Ila ukikifanya dhambi, ili kuweza kuondoka unatakiwa ufanyeje? Sasa mimi siwezi nikapitisha kitu. Uongo ni dhambi. Ila kama umefanya, kumbuka ufanyaje? Kutubu. Kumbuka ufanyaje? Ndio rehema ya Mungu. Ila katika utafutaji jitahidi sana kuwa mwaminifu. Uongo sio mzuri, ni dhambi. Kuna muda unaweza kupotea moja kwa moja usikumbuke kufanyaje? Kutubu. Lakini Mungu ameacha rehema. Kwamba kama umedanganya, umejipatia hayo mamilioni kwa udanganyifu, si ulikuwa kwenye utafutaji? Amen. Kumbuka ufanyaje? Kutubu. Lakini ni neema. Unaweza kufungwa kabisa, ufahamu. Usikumbuke kama neema ya kutubu. Mungu yupo tayari. Mungu si anatusubiri. Kwa sababu kila siku tuko chini ya nini? Lakini yasiwe maisha yetu sisi. Sisi tuliokoka katika utafutaji wa riziki, tunahitaji sana kuwa waaminifu. Ili na mengine yaweze kuwa zaidi. Na Pasco Mwansasu akiwa Uzunguni anauliza kwamba naomba kuuliza swali. Je, nafsi ya mtu inaweza kushikwa sehemu zaidi ya moja? Nafsi ya mtu, je, inaweza kushikwa zaidi ya sehemu moja?
Ni kwa sababu ni swali, mimi nasema ndio. Hivi mpira unachezwa na timu ngapi? 2 tufanye uwanjani. Amen. Ziko timu 2. Amen. Wachezaji wangapi uwanjani? 11. Na huku 11. Ni wa jumla tukijumuisha ni wangapi? 22. Lakini wanang'ania na mpira upi? Mmoja. Kwa nini mipira isiwe 20 na? Nafsi ambayo ni hatima yako wewe, nani aliyeuliza swali? Pascal Mwansasu. Maana yake ni mpira wa kona. Kila mtu anautaka. Kila maana yake baraka kila mtu anataka. Kufanikiwa kila mtu anataka. Lakini kama pana mahala pa kufanikiwa, unafikiri utaingia wewe peke yako? Hapana. Ufalme wa Mungu patikanika kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Jana usiku tukiwa tumetafakari neno na mama mtume, nilikuwa namuongezea maarifa. Amen. Yanayohusu kufanikiwa. Amen. Kwamba kanisa hatutambui kwamba kufanikiwa ni vita, ila tunasimama tu kwa sababu tunasema fedha, dhahabu na kufanikiwa ni vya Mungu wetu. Tunaposema ni vita, manake ili mtu iwe ni lazima upambane. Amen. Na katika kupambana lazima uwe na ulinzi. Lakini nikaenda mbali, nikwambia kuna nyakati hapa pepo wachafu wanalipuka. Anaambia huyu Dorcas nyota yake iko Marekani. Sasa Dorcas akijiangalia anasongea kwao na Njombe, watu wanaanza hivi alivyo Dorcas, yule bilionea wa Marekani ndo anatumia nyota ya Dorcas. Ya uongo. Amen. Mimi nikaenda mbali nikampa elimu kwamba nafsi inayobeba nyota yenye hatima ni mpira wa kona. Na hizi nafsi zimeumbwa, zimeachiliwa na Mungu katika mbarikio. Lakini shetani hana hiki kitu. Sasa kwa sababu ni baba wa uongo, kuna watu anawadanganya, naye anasema anacho, anawapa. Kwa hiyo ili akupatie wewe Dorcas, anachokifanya anatafuta harusi. Ile harusi kisha ibwa ile nyota, ile nafsi ya harusi yenye hatima njema inapelekwa kuzimu. Ikishapelekwa kuzimu, kwa sababu kuzimu kuna idara inayosimamia biashara, kwamba shetani anaachilia mbaraka. Kwa yule wa Marekani anapoenda kwa wakala anayeitwa mganga au giza lolote lile, anatafuta kufanikiwa, ndo anaenda kupewa nyota ya nani? Anagawiwa kidogo. Hii ni elimu. Nilikuwa nasema hivi zaidi kwamba tujitahidi sana kama kanisa kujua na kufunguka ufahamu kwamba tuko vitani. Amen. Kile ulichokibeba kishikilie na ujue thamani yako. Usipojua thamani yako, hakika utapotea. Lakini swali linauliza, nafsi yako wana uwezo wa kugawana wengi? Ndio, kwa sababu ina faida. Amen. Kwani hapo alipo yeye anafanya kazi uzunguni, wengine hawaitaki ile kazi. Wanaitaka. Kwa nini? Wako mimi na pale ulipenda nao wafanyage ile kazi pale. Lakini kwa sababu wanaumina, roho zao ni za upendo, hawana hila, wanasubiri ya kwao. Kwa shetani wangeshusha pale pale juu aliko huko kwenye anakojenga huko. Wananyang'anyia huko. Mtu kadondoka akiwa anajenga. Wamechukua. Amen. Amen. Amina mtume. Karibu sana kwenye ujumbe wa siku ya leo. Amina. Ujumbe wa siku ya leo unasimama katika mizizi ya mwanadamu ambaye ni mtu. Hapa naomba makini sana. Nafundisha na achilia ufahamu ambao inatakiwa kaupate mwanadamu ambaye ni mtu. Manake maisha halisi ya mwanadamu ambaye ni mtu. Niliweza kufundisha zaidi kwamba chanzo cha kufanikiwa
au chanzo cha mafanikio yako wewe Dorcas, wewe unayenisikiliza, chanzo chako cha mafanikio unakijua? Kinatokana na nini? Kumbuka nimeongelea mizizi ya mwanadamu ambaye ni mtu, ni mfano wa mizizi ya mti unaozalisha matunda yaliyo mengi. Tulishaondoka, tumekuja kwenye mifano. Mwanadamu na wewe, mizizi yako, chanzo cha mafanikio yako. Kumbukeni, parachichi linalozaa sana, chanzo cha kuzaa sana ni nini? Mizizi. Ni mizizi. Kwa mizizi yako wewe mwanadamu, mizizi yako wewe wa Kristo ni ipi? Ndio lengo la kusudi mimi niko hapa. Chanzo cha mafanikio ya mwanadamu ambaye ni mtu ni chimbuko lake. Hapo naomba umakini sana. Au ukoo unaotoka. Ndio maana duniani kuna matajiri na maskini. Tajiri ana baba na mama, ana ukoo, ana kabila. Maskini ana baba na nani? Na mama. Ana ukoo, ana nini? Ana kabila. Kwa chanzo cha mafanikio yako wewe, ambao ni mfano wa mizizi kama mti wa mparachichi unaozaa sana, ni chimbuko la kwako. Ukoo wenu ulitoka wapi? Chanzo cha ukoo wenu, chanzo cha kabila lenu. Hivi ni vitu vya msingi sana Afrika. Ndio maana leo hii mimi nimetumwa kuja kushughulikia madhabahu za ukoo unaotoka wewe, na sijakuchokoza. Nimetumwa na Mungu niingilie madhabahu ya ukoo wako, kwa sababu kuna magonjwa. Amen. Yule ambaye ni tajiri, kwani amekuja Homina? Hapana. Kwa nini? Amefanikiwa. Kwa chanzo cha kufanikiwa ni ukoo wako unaotoka, au chimbuko lako. Siku zote hatima yote unayoiona mtu, mwanadamu ambaye ni mtu anaitenda duniani, lazima afahamu na lazima ujue chimbuko lake. Lazima tujue Wabena walitoka wapi, Wanyakyusa walitoka wapi. Wewe leo Dorcas, lazima ujue baba yako alitokea wapi. Amen. Hilo jamii yote inayotufuatilia kwa sasa itambue. Huu ni ufahamu. Amen. Haya ni maarifa yatakao kufanya hapa duniani maisha yako yabadilike. Ukishatambua aina ya chimbuko la ukoo wako au kabila lako, lazima utaangalia maisha unayoishi, chanzo chake ni nini. Watu magonjwa haya, umasikini, watu wanasoma mna mafanikio, shida mbalimbali. Kwa shida mbalimbali unazoziona mtu unazo hapa duniani, rudi kwenye chimbuko la baba yako alitoka wapi, mama yako alitoka wapi, huyo mke huyo mme wametoka wapi, ukoo wenu ukoje. Mungu anaheshimu sana hivi vitu. Amen. Ndio maana leo hii mnaona Mungu ameanzisha ukoo mpya wa Mwansaso, ukoo uliobarikiwa, ambao wewe umeuliza swali, watoto wako ndani ya ukoo mpya wa Mwansaso, chanzo chake na chimbuko lake ni kubarikiwa. Amina. Amen. Na mambo nielewa vizuri sana. Amen. Ni mizizi. Kwa tukitaka kuliona parachichi limestawi, lina maparachichi mengi, ni kwa sababu ya mizizi yake ilimwagiliwa nini? Maji. Tusipoandaa watoto vizuri, leo hii Dorcas unalia, kumbuka nyuma babako. Amen. Sijui kama naeleweka. Mizizi yako inapokauka, mizizi yako inapokauka, ujue baraka zako zimekauka. Manake chimbuko lako kama lilipita kwenye laana ya umaskini na magonjwa, kumbuka nawe kuzaliwa mara hapo, hakika ile roho lazima iwe ya kwako. Wewe ukitaka sasa ufanikiwe, unataka kufanya nini? Tuna ibada Alhamisi saa 3 asubuhi na Jumapili kwenye huduma ya Homina iliyobebwa dhamana ya ukoo mpya wa Mwansaso, yenye baraka, isiyo na magonjwa, isiyo na shida mbalimbali. Mizizi yako inapokauka, jua baraka zako zimekauka. Amina.
unatakiwa ufanyaje? Mwagilia. Kwa hiyo ili umwagilie baraka ziwepo, unatakiwa ukae wapi? Wewe endelea kung'ang'ania ukoo wako. Wewe endelea. Kwa hiyo mzizi huu ukishakauka, matunda hayapo. Maana yake nini matunda hayapo? Hakuna mafanikio. Ukimkosa Mungu, ukikosa neno la Mungu lililo hai ambalo ni uzima, usitegemee kupata kitu. Ni mfano wa maji katika tunda, ili mizizi kastawi. Na mizizi kisha stawi, lile tunda la parachichi, tutavuna maparachichi yaliyo mengi. Kwa tunachoongelea hapa ni matokeo ya faida katika ukoo unaotoka, katika familia uliopo, au katika maisha yako. Kama unaona uendi mbele, kila ukitaka kwenda rudi nyuma, tafakari chimbuko lenu nyinyi. Kuna babu wa karne ya 20, karne ya kwanza ndo anayezuia. Walitoka wapi? Si tulisikia akina Banda, kwani akina Banda wa wapi? Wewe ulijua hiyo? Umejua? Wewe unajua dadako? Kakako? Lakini akipatwa anaamua kutoka kwenye ile ukoo kwa sababu ya zile shida, dhiki na matatizo, ndipo atakapoyajua mengi. Leo hii Dorcas unayajua mengi ni kwa sababu umejua chimbuko lenu linakaa na umaskini na magonjwa na shida. Uwezi ukaenda hospitali kama sio mgonjwa. Ndio maana kuna magonjwa ya kurithi. Kuna magonjwa ambayo yanaachiliwa yenye maagano, ambayo baba yako, mama yako, shangazi yako waliingia maagano ya kupanda roho ya kuzimu katikati yao. Kwenye ulimwengu wa roho kuna watu ni miti mibichi kutokana na chimbuko lake. Kuna watu haya maisha wewe msende watu wengine maisha hata wateseke kama unavyoteseka wewe. Ndio maana unakutana na wenzetu wa Hindi, unakuta makampuni yanakuwa kulikana na baba. Chimbuko, huyu utajiri wake, huyu chimbuko lake ndio alikuwa babu yake hivyo. Wenzangu na mimi. Leo hii Mungu anasema tutengeneze chimbuko lenye faida, lenye baraka kwa kupitia ukoo wa nani? Ndio kasitengeneza. Na wewe mwingine unayenisikiliza, njoo. Amen. Hayo nalia ni kwa sababu chimbuko lenu. Kuna watu unawaona wanahubiri injili, wana chimbuko. Amen. Kwao kuna aina ya injili. Unajua mwezi uliopita mimi kana tafakari sana. Kwa nini mimi nipewa hii kazi ambayo ni ngumu sana? Katika kazi ambazo ni ngumu ni ambayo niliopewa mimi kupambana na miungu, kuvunja madhabahu zako. Nikiwa nanungunika na kutafakari. Kunungunika kuishage. Msende masiala. Mnawarumu tu wa Kristo hao. Nikajifunza zaidi. Kumbe bwana, chimbuko la Wanyakyusa ni Wayahudi. Jamaa natungulia pembeni. Kwa hiyo mimi nachapa hii injili, nimebeba injili ya babu zetu kupambana na miungu. Kwa kila mtu amekaa mahala kulingana na chimbuko lao. Amen. Wowote unaoona Wanyakyusa walitoka mahala. Wowote unaoona Wabena walitoka mahala. Hapo unaweza kaamini kwamba hao Wayahudi kwa kupitia hao Wanyakyusa walipita mpaka Mdandu. Nyumbani tu. Mimi nimeletwa hapa kuja kudai haki ya kwetu. Ndio nakwambia chimbuko. Amen. Leo hii mnaita Wangoni, chimbuko lao ni wapi? South Africa, Wazuru. Na tukikupa hao Wazuru na Tari, asili yao ni Wayahudi. Unajua mimi Yesu ni kakangu Yuda. Kwa Yuda. Kuna watu ni miti mibichi kutokana na chimbuko lao. Na kuja kwenye maisha halisi. Wapi unapoingia? Kumbukeni nimewafundisha sana kitu kimoja kizuri sana kwenye jamii. Ukitaka kuharibu maisha yako ni wakati wa kuoa au kuolewa. Unakumbuka siku nimehubiri sana madhabahuni wiki iliyopita? Kikatokea nini baadaye? Kumbe mwenye ile neno ipo linamhusu. Kumbukeni. Amen. Kumbukeni.
ukitaka maki unaenda kwa Mungu unalia, unalalamika. Hatima yako ilikoharibiwa ni zinaa. Ulipoingia chimbuko lao watu, asili yao hawamjui Mungu. Ndio maana wokovu unateseka, mmeo hataki kuokoka kwa sababu ya chimbuko lao. Hao watu hao haiangalii majira ambao kwao kuna kumenona. Kwa nini? Baba na mama walitembea kwenye msingi ulioandaliwa. Enzi hizo sisi hatujaokoka na tuko mjini hapa vijana, sio unajua sisi tunatoka kwenye familia maskini huko. Kwa hiyo tunapoingia mjini tunakuta watoto ambao wa mboga saba nini unaona? Sasa wale vijana tumeingia dance nini? Alikuja Dr. Remy, tuko ukumbini UWT pale. Unaona? Dr. Remy anatumbuiza muziki, acha bwana. Ana rasta, ana uwezo wa kupigia gitaa meno, mgongo nini. Unaona? Sasa wale watoto wa matajiri hapa mjini wamenunua nini? Makreti ya bia amekaa pembeni, wanatutuisha sisi. Waambia baba zenu wanalala. Wanalala wakati baba zetu wanatafuta. Unaona utumwa? Utumwa ni chimbuko. Kulima vibarua ni chimbuko la huo ukoo. Umaskini ni chimbuko. Wale vijana bwana, si wana hela watoto wa matajiri hapa mjini. Wanabebesha makreti ya mabia watu. Bebeni. Baba zetu wakati wanatafuta ni baba zenu wanafanyaje? Wanalala. Chimbuko la umasikini. Kumbuka baba yako aliishi maisha ya namna gani. Mimi nilisema maskini wa baba yangu na mama yangu au niusu, ndio maana leo niko kwa Kristo. Uko mpya wa Masasu. Pia wengine ni miti mikavu kutokana na chimbuko lao. Sasa utafanyaje Kristo amerejea? Uko mpya wa Masasu. Mimi nimetuma nitangaze uko mpya wa Masasu wenye baraka. Ama huo ukoo unaonena maskini, unaonena magonjwa. Hakika ukiweza kuingia mara hapa, ukafunguliwa ufahamu, utatawala na kumiliki. Kuna mahusiano makubwa sana kati ya asili yako na matunda ya kwako. Kwa nini nimesema matunda? Yaani kuna uhusiano mkubwa sana kati ya mafanikio ulionayo na asili yenu. Unasikia? Kuna mafanikio mengine yanaangalia kabila. Huyu mtu amefanikiwa, ni Mkinga, anafanya sana biashara kwa sababu kabila la Wakinga. Angalia asili. Mwenzangu na mimi. Kila ukibusa biashara ziende. Kwa sababu kwenu hakuna nini? Asili. Chimbuko lenu sio hilo, chimbuko lenu kwenda kufiatua matofali kwa watu. Sisi tulivyokulia kule kwetu, tukitaka kufiatua tofali tulikuwa tunasubiri wabena ndio waje wafiatue tofali. Ndio kazi yao kule. Kwa nini siseme chimbuko la kazi ngumu za kufiatua tofali ni wabena? Mimi nimetuma kuokoa watu wanafiatua tofali. Chimbuko na ua na imeleta ukoo mpya wenye baraka usio na kazi kama hizo. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya kufanikiwa kwako na asili yako. Umenielewa? Amen. Mungu wako yukoje? Kwa kuna aina ya mafanikio ukitaka kuyaona, yanatambulisha kabisa kwamba huyu Mungu wake yukoje na huyu Mungu wake yukoje. Asili yake ikoje? Unaoa mke kwao ni matajiri, unaolewa na mme kwao ni maskini. Pana gharama moja kubwa sana. Umenielewa? Narudia tena. Unapotaka kwenda kuoa, angalia. Unapotaka kuolewa, angalia. Ukitaka kuharibu maisha, ndio maana watu wanasisitiza unapoenda kuoa pakoje. Wengi watu wanapitia changamoto, mapoza yamejaa, nyumba ulioingia. Wewe leo unaenda kuoa Uchagani. Wachaga uchumi ukikua, asili yao, chimbuko lao wanaua mme ili wamiliki wanawake nini? Yes. Mimi na degree naenda kuoa Uchagani. Kaoe. Watakutafuna. Napenda kuwasilisha. Amina msikilizaji, namba ya ujumbe hapa studio ni 0673996997. Hiyo ni namba ya ujumbe wako mfupi wa maandishi.
Amina, mtume wa Mungu. Kuna swali la msikilizaji lakini si katika ujumbe wa siku ya leo. Sawa, tufanyeje? Mimi ni mtume wa yote. Amina. Na swali lake anasema, Hosana mtume na watangazaji hapo studio, naomba kuuliza majini waliumbwa kipindi gani na kwa nini wamepewa jina la majini? Ni Dodesi kutoka Mnyani. Wamepewa jina la majini kwa sababu ya matumizi tu ya hilo eneo majini, lakini wote ni roho chafu, ni mapepo wachafu. Kwa nini wengine wamepewa mizimu? Wote ni wafu. Kwa neno majini ni mazingira ya matumizi ya hilo neno, au roho chafu, pepo wachafu, malaika waasi. Kwa hilo eneo walijitambulisha kuwa majini. Na kwa nini waliitwa majini? Asili yao, elimu walioipata wale roho wachafu na pepo wachafu, walikuwa wanakaa kwenye maji, waambia majini, kwenye maji. Lakini wewe huku kuna bahari huku, hapana, utawaita nini wa kwenye misitu? Kule ukifika Uarabuni usikii mizimu. Unasikia majini. Ukifika pwani unasikia majini kwa sababu kuna nini? Maji. Kuna maji, kuna bahari. Kwa majini, yaani wale ni roho chafu wanaoishi kwenye hayo maji na kazi zao chafu za kuzimu ziko huko. Ndio maana kwa majini, yaani ni roho zinazoishi wapi? Majini. Amina. Amina. Swali lingine ni la Tumaini Mwansasu kutoka Posta, anahoji kwamba Hosana watangazaji na kuona Mungu hapo studio samani. Anasema nina swali, maisha ya mtu ya kiroho yanaweza kulindwa kwa sadaka? Maisha ya mtu ya kiroho yanaweza kulindwa kwa sadaka? Mungu ni roho na shetani ni roho. Hakuna ibada isiyo na sadaka. Amen. Tunatoa sadaka, tunafanya nini? Ibada. Maana ya ibada halisi, lugha halisi, ndio unamfanya Mungu wako aweze kusimama. Ndio ulinzi wenyewe. Kwa usitegemee ulinzi kwa Mungu wako bila kutoa nini? Sadaka. Nimesema hivi, sadaka ya kuhubiri Injili pamoja na mtume inakupa uhalali wa kulindwa kwenye anga ulipo na nyumba ulipo. Sadaka. Sadaka ni ibada. Sadaka ni maisha. Sadaka ni uhai. Tunaposema uhai, maana yake mauti mara shida na misukosuko haitakupata pale unaposhiriki ibada mbele zake Mungu kwa njia ya sadaka. Lakini swali nao ni kweli, bila sadaka hutakuwa na ulinzi. Amina. Maliza wewe anafunga wala. Amina, mtume, mimi nina swali ulipozungumzia kwamba kuna baadhi ya watu asilioni kufanya kazi za nguvu. Na kwa siku jana tulikuwa na shuhuda kwenye kipindi cha Nguvu ya Madhabahu kwamba yeye akienda kufanya kazi hizi za nguvu huko ndio mambo yanaenda vizuri, lakini akiajiliwa kazi zingine nyepesi ni kama mambo hayaendi vizuri. Lakini swali langu ni kwamba kwa nini hao watu kila mkoa wapo? Kwa mfano Njombe wamezungumzia Wabena, lakini Ruvuma pia wapo wa Matengo wanaongoza kufanya hizo kazi za vibarua na kazi za nguvu. Kwa nini kila mkoa hao watu wapo? Asili si madhabahu, nimesema ni asili, chimbuko. Au uliosema mkoa wa Ruvuma wa nani? Wa Matengo. Wa Matengo. Kumbuka walitoka wapi? Chimbuko lao, walikotoka, asili yao ni kufanya hizo kazi unazoziona. Wabena walikotoka, asili yao ndio hivyo. Na kama leo ndo wanatoka Njombe wakienda Mwanza, watakuwa wanafiatua tofali. Twende mbali wapi? Asili ya Msukuma ikoje? Hata angekaa Njombe Msukuma atatafuta kazi ngumu hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Kwa sababu ni asili yao. Lakini tukumbuke asili yao walitoka wapi mpaka wakafika Mwanza, Shinyanga, sijui wapi. Chimbuko lao, mwanzilishi wa ibada ya namna ya kuishi ilikuwa nini? Ndio maana leo hii tunataka kufuta hayo maisha. Inakuwaje wewe mtoto Kristo amerejea, wewe mtoto unataka kulima vibarua Bwana baada ya kutawala kumiliki? Leo ukoo mpya wa Mwansaso unafuta machimbuko ya laana haya. Amen. Wewe ndani ya ukoo mpya wa Mwansaso wa kutawala na kumiliki unaenda kufiatua tofali wapi?
Wewe unatakiwa walipe watu wakufiatulie tofali wewe. Ndio Kristo alivyo. Kumbuka utumwa wa wana wa Israeli wakiwa Misri. Chimbuko lao walikotoka ni kwa shida. Lazima si mlikubali. Mlimkataa Mungu wenu, lazima mteseke. Chimbuko asili yao. Asili ya Wanyakyusa ni nini? Mtoto wa kike wa Kinyakyusa ni kusugua nini? Asa wa Kiera. Kwa unapooa mke, mwanamke wa Kiera anasugua miguu, wewe usilaumu wala usipige viboko. Kumbuka asili yao. Amen. Mwanamke Mnyakyusa Watukuyu, asili yao mwanaume anabaki nyumbani kuogesha watoto. Wa kike ameenda kufanya biashara mjini. Akimaliza biashara anarudi na suti. Unajua tunaongelea asili. Amen. Mwanaume wa Kiera hayuko tayari. Suguaga miguu hapa. Suguaga miguu. Samaki ataliwa. Takatifu, takatifu, mtakatifu ishi mbinguni. Baba, naamini ulikuwa pamoja nami, ulikuwa pamoja nasi kwa ajili ya hiki kipindi. Naamini haya yote ambayo uliyeachilia kwa kupitia mimi kwa mafuta wako mtumwa wako, kila mmoja amelipokea. Nguvu ya kwako ikatawale kwenye ili anga, na hii alidhiri ukompya wa Mwansaso ikawa ni chanzo cha kubadili asili na chimbuko ya watu ili Kristo aweze kukutumikia. Leo tunaona watu hataki kuokoka ni kwa sababu ya chimbuko na asili ya kwao. Lakini umenipa ili anga ili watu waweze kuokoka. Umeanzisha ukoo mpya wa Mwansaso. Hakika ni mabadiliko katika ili anga, ardhi na dunia nzima. Ninapoondoka mahali hapa Baba, naamini hakuna isiwezekana katika jina la